Wakati wowote tunapotaka kuipamba miili yetu kwa michoro mbalimbali, huwa tunatazama watu mashuhuri ama wale tunaowafuatilia kwa karibu zaidi na kuvutiwa na namna ambavyo wanachora miundo mbalimbali ya kisanaa kwenye miili yao. Tattoo si neno geni kwako, lakini imekuwa na maana tofauti sana kwa karne nyingi, hasa kama kwa sisi wa Afrika. Kuna muda inadhaniwa kuwa ni uhuni ama jambo ambalo kwa nini ufanye hivi, ni dhambi and stuff like that. Lakini je, umeshawahi kutamani kuichora tattoo kutokana na kuvutiwa na mtu yoyote, iwe msanii au mtu anayecheza movie? Lakini pia ukiichora mara moja unadhani utaishia hapo hapo, ama itakuwaje kama utatamani ama utapenda kuongeza tattoo nyingine zaidi kwenye mwili wako? Leo tutaangalia watu 5 ambao wameingia kwenye kitabu cha historia cha Guinness kwa kutojizuia kuchora tattoo duniani kwa asilimia zaidi ya 90 kwenye miili yao. Huenda ukipambana utakuwa mmoja wa hawa. Nambari 5 imeshikiliwa na Zombie Boy. Zombie Boy ni jina lilopatiwa tu kwa muda, lakini jina lake halisi ni Rick James. Alizaliwa mnamo mwaka 1985 nchini Canada, na ni wachache wanaoweza kusema kwamba hawajawahi kumuona wiki jana, kwa sababu yeye ni mmoja wa wanaume waliochora tattoo nyingi zaidi ulimwenguni. Mwili wake umefunikwa na tattoo 139 za mifupa ya binadamu, wadudu 176 na michoro ya misuli kadhaa na vitu vingine zaidi vinavyojumuisha muonekano halisi na kamili wa mifupa hai ya mwanadamu. Hadithi yake ilianza akiwa na umri wa miaka 15 wakati alipofanyia upasuaji mkubwa wa kichwa, na hali hiyo ilimfanya abaki na msongo wa mawazo, hivyo kwamba aliamua kubadilisha mwili wake na tattoo kujipa furaha. Msanii mkubwa wa dunia na mwongelea Lady Gaga amewahi kumweka kama video king kwenye ngoma yake inayokwenda kwa jina la Born This Way. Nambari 4 inashikiliwa na mwanamke mzee mwenye tattoo zaidi duniani. Britton Isabel Raleigh alikuwa mzee mwenye tattoo nyingi zaidi duniani mwaka 2000. Hii ni kulingana na kitabu cha record cha Guinness. Alitokea Yorkshire na alikuwa na asilimia 93 ya wino kwenye mwili wake. Mzee huyo akiwa na miaka 77 alifanikiwa kuingia katika rekodi za dunia za Guinness na aliitwa legend wa ulimwengu wa tattoo. Alifanikiwa kuwa na mtoto mmoja, lakini pia alijichora tattoo yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 40, japo alifariki tarehe 11 Mei mwaka 2015, lakini bado anabaki kwenye historia. Nambari 3 inashikiliwa na Tattooed Venus. Betty Broadbent anajulikana pia kama Tattooed Venus. Anatajwa kuwa mwanamke aliyepigwa picha zaidi karne 20 kutokana na tattoo zake nyingi mwilini mwake. Alikuwa mtu wa kwanza kuingia katika jumba la umaarufu la tattoo. Tattoo za mwili wa Betty zilikuwa zapata 365 ambazo zilifunika mgongo wake, mikono, kifua na miguu. Alianza akiwa na umri wa miaka 14 tu. Sanaa yake ya mwili ilitumia sanifu mbalimbali. Ilianza kwa watu wa kihistoria kama vile Malkia Victoria, lakini pia akachora watu mashuhuri mwilini mwake wa dini kama vile Bikira Maria pamoja na mtoto Yesu. Mojawapo ya tattoo maarufu ya Betty ilikuwa ya time kubwa iliyochorwa bega la kulia hadi la kushoto, na ilisemekana ilichukua siku 6 kuikamilisha tattoo hii. Betty alinukuliwa akisema kwamba ni kitu kinachoumiza na kibaya, lakini kilikuwa na thamani kwangu mara tu tattoo ilipokamilika. Betty alikuwa mtu wa kwanza kuingizwa kwenye jumba la umaarufu la tattoo mnamo mwaka 1981, na baadaye aliaga dunia usingizini alipokuwa akiishi huko Florida mnamo tarehe 28 Machi mwaka 1983. Nambari 2 ni wanandoa walio na tattoo nyingi zaidi ulimwenguni. Hawa waliingia kwenye kitabu cha Guinness pia. Wachora tattoo maarufu nchini Marekani, Victor Hugo na mkewe Gabriela Peralta, maarufu kama Sherbets of Hell, wameendelea kushika rekodi yao kama wanandoa wenye tattoo nyingi zaidi ulimwenguni tangu mwaka 2012 hadi sasa. Kwa mujibu wa Guinness World Records kupitia mitandao ya kijamii, imeeleza kuwa wanandoa hao wana tattoo 91 kwenye miili yao, ambapo Victor ana tattoo 41 na mkewe ana tattoo 50. Victor alianza kujichora tattoo yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 11, huku nyingine
akianza kuzichora baada ya kuoana na Gabriela mwaka 2009, lakini bado wanashikilia historia ya wanandoa walio na tattoo nyingi zaidi ulimwenguni. Nambari 1 inashikiliwa na Legend, ambaye mwaka 2024 kwenda 25 rekodi za dunia za Guinness zilimtambua Esperance Luminesca Fuerzina kama mwanamke aliye na tattoo nyingi zaidi na marekebisho mengi mwilini mwake katika historia ya tattoo. Anashikilia rekodi ya aina zote mbili, akiwa na 99.98% ya mwili wake kuchorwa na kurekebishwa mara 89 kwenye masuala ya tattoo. Akiwa amepambwa kutoka kichwani hadi vidole vya miguu kwa michoro mizuri, mkongwe huyu wa jeshi kutokea Bridgeport, Marekani, aligeuza mwili wake kuwa canvas ya maonyesho ya sanaa ya uchoraji inayotembea yenye jumbe mbalimbali, lakini ujumbe mmoja ukisema turning darkness into beauty. Yaani canvas yake, mwili wake ni kama onyesho ama chapisho linalotembea duniani ambalo yeye mwenyewe ameliita turning darkness into beauty. Geuza giza kuwa urembo, something like that. Tattoo zake zimeenea kwenye mikono, miguu, kichwani, sehemu nyeti sana kama vile ulimi, ufizi, safu ya nje ya mboni za macho na sehemu za siri. So anashikilia nambari 1. Kwenye bonus of all of these 5, wengi mnamfahamu Black Alien, Anthony Loffredo, Mfaransa mwenye umri wa miaka 37, ambaye kutoka kuwa askari mlinzi wa nightclub mpaka kuwa Black Alien. Kwanza amekata pua yake, kitendo ambacho nchini Uhispania pia walishawahi kukiruhusu na ni halali kufanya hivyo. Amekata pia lips ya juu ambayo inamwacha meno wazi na kuchora tattoo nyingi hadi kufunika mwili wake wote, ikiwa ni pamoja na mboni za macho. Kwa kuongeza zaidi, yeye amegawanya ulimi wake. Mwaka 2021 alidai kuwa ndoto yake ni ya kuondoa ngozi yake na kuibadilisha kuwa chuma, na vile kurekebisha mikono, miguu na vidole na fuvu la nyuma la kichwa chake na mengine mengi, ili kufikia 100% ya kuwa binadamu wa kwanza ambaye anaweza kuwa alien, jambo ambalo aligairi mnamo mwaka 2023. Imewahi kutoka documentary inayoitwa I Transformed Myself into an Alien ya mwaka 2023 iliyoandaliwa na Arthur Brule, ambayo iliangazia ubaguzi wa kila siku ambao anapitia huyu bwana kutokana na muonekano wake wa kipekee, lakini pia matamanio yake ya kutaka kubadilika kuwa 100% alien, jambo ambalo wengi mpaka sasa linawashangaza. Wewe umeshawahi kufikiria kuchora tattoo pande gani? Lakini umewahi kufikiria kuchora tattoo kwa kiasi gani? Mimi ni Gina Baltazari. Don't forget to leave your comment behind.